Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Salim Bonifasi almaarufu Msambule, umri wa miaka 36. Huyu ni mkazi wa Ihowanza, eneo la Malangari, wilaya ya Mfindi, mkoa wa Iringa. Na mwingine ni Charles Lukenda almaarufu Toru, mwenye umri wa miaka 43. Huyu ni muuza mkaa, mkazi wa mji mdogo wa Makambako, mkoa wa Njombe. Mwingine ni Christopher Batoni Mwakanani, mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni mkazi wa Tukuyu. Na Noah Paulo, miaka 32, mkazi wa Uyole, jijini Mbeya. Hao wote wanashikiliwa kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya. Watuhumiwa walikamatwa katika maeneo tofauti mkoani Mbeya, mkoa wa Iringa, eneo la Ihowanza kule Malangari, na mji mdogo wa Makambako mkoani Njombe. Na baada ya mahojiano, watuhumiwa hao walitaja mtuhumiwa mwenzao ambaye kwa kipindi hicho yeye ndiye alikuwa ana miliki hiyo silaha, kwa maana kwamba ameitunza na ameificha ambako anajua yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kufanya uhalifu yeye ndio anaitunza. Kwa hiyo msako katika kufuatilia silaha hii ulifanyika kwa kina sana na kwa kutumia askari wenye weledi na wabobevu katika ufuatiliaji wa matukio, na ndipo mtuhumiwa huyo aliweza kukamatwa akiwa baada ya mahojiano alikiri kuwa kwamba silaha hiyo kweli anayo na amehifadhi kwenye karakana yake iliyoko mtaa wa Hayanga kule eneo la Sai, jijini Mbeya. Kwa hiyo mnamo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2025 upekuzi uliweza kufanyika katika karakana yake ya kutengenezea samani iitwayo Bamboo Furniture, inayomilikiwa na huyu mtuhumiwa ambaye anaitwa Fabian Francis Nabi, iliyoko mtaa wa Hayanga, maeneo ya Sai, jijini Mbeya. Na katika upekuzi huo kulikutwa silaha moja ya kivita aina ya SKS, kwa maana ya semi automatic rifle, ikiwa na risasi 28 ndani ya magazine. Lakini pia kulikuwa na maganda mawili ya risasi, vipande viwili vya nondo, kulikuwa na prize moja, kulikuwa na panga moja dogo, kulikuwa na vipande viwili vya msasa na vifaa vingine vya bunduki kama vile firing pin, magazine, flower, pamoja na vitu vingine ambavyo alikuwa anavitumia katika kusafisha na kutengenezea silaha. Na alikuwa amevihifadhi kwenye mfuko wa nylon ambao huo mfuko alikuwa amezungushia, kwa maana kwamba maeneo ya Mbeya unavyojua mvua ni kila wakati inanyesha, kwa hiyo aliona isinyeshewe, akazungusha mfuko wa nylon akaweka kwenye mfuko wa sandarusi, alafu akafukia chini ya ardhi katika karakana yake. Kwa hiyo baada ya mahojiano na watuhumiwa hawa wote, kwa hiyo waliweza kukiri pia na kuhitaji kwenda kuonyesha baadhi ya mali walizopora, ikiwemo simu zilizoporwa, mashine za uwakala za benki, pamoja na kuonyesha hazina zao zingine za mali na risasi pamoja na silaha ambazo wanazitumia, pamoja na mashine 3 za uwakala, yani NMB, CRDB na NBC. Simu moja aina ya smartphone aina ya Samsung. Lakini matukio mengine pia ambayo wamehusika walikiri kuyafanya huko wilaya ya Rungwe, ambapo walikiri kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika kitongoji cha Kimo, kijiji cha Shukura, ambapo walimvamia mfanyabiashara aitwaye Arnold John Selemani, miaka 23. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Shukura. Huyu walimvamia wakati anarudi nyumbani kwake akitokea kwenye shughuli zake eneo la Kimo juu. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa jamii, linawasihi sana wanaojihusisha na uhalifu, ikiwemo uhalifu wa aina hii wa unyang'anyi wa kutumia silaha na wakati mwingine unyang'anyi wa kutumia nguvu, watambue kwamba uhalifu haulipi na hauna nafasi katika mkoa huu wa Mbeya. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya watambue tu kwamba liko imara na linaendelea na misako mikali na ya nguvu katika kuwasaka watu wote wanaojihusisha na uhalifu